Wakati Marekani ikituma dola 230 kwa ajili ya kulivunja kundi la Hizbullah ambalo linapaswa kurejesha silaha zake, Iran inadaiwa kwamba inalijenga upya kundi hilo. Iran inadaiwa kwamba imetengeneza mpango wa kusukuma ujenzi mpya wa kundi la wapiganaji la Hizbullah ambalo inadaiwa kwamba kundi hilo sasa linapaswa kujitengeneza upya kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Israel na Marekani. Iran inatuma ishara kwamba kufa kwa Nasrallah hakumaanishi kwamba Iran haiwezi kuunga mkono Hizbullah. Badala yake Nasrallah wapya watatokea. Taarifa za uchambuzi zinadai kwamba Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Kitaifa, alifanya safari hadi Lebanon na kukutana na kundi la wapiganaji la Hizbullah ambapo ametengeneza njia ya kulijenga upya kundi hilo. Inadaiwa kwamba Ali Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Taifa nchini Iran, alitaka kuhimiza umoja dhidi ya Israel wakati ambapo nchi nyingi za eneo hilo zinataka vita vya Gaza vikome na wako tayari kufanya kazi ili kufanikisha mpango wa amani wa Marekani. Hivyo Iran inapata bega baridi kwa kiasi fulani. Hata hivyo inataka kuweka wazi kwamba utawala wake hautakwenda kimya kimya na kwamba licha ya vikwazo vipya vya Marekani na vikwazo vya haraka kutoka kwa nchi za Ulaya, Iran bado iko hapo. Hizbullah ni faili moja ambalo Larijani analisukuma. Jingine ni suala la kuwaruhusu wakaguzi wa kimataifa kuingia Iran kuhusu mpango wa nyuklia. Taarifa zaidi zinadai kwamba Larijani kupitia ujasusi wa Iran alifahamu ni jinsi gani Marekani pamoja na Israel zinataka kutengeneza vita vya ndani ya Lebanon, na hivyo anatengeneza mazingira kwa kundi hilo la Hizbullah kujipanga upya kwa ajili ya mapambano hayo. Hata hivyo, Larijani ameeleza kwamba sasa wamekuwa na uadui mkubwa na Israel pamoja na Marekani na sasa wanapaswa kuwa na mbinu mbadala kwa ajili ya mapambano hayo. Aliwahi kuliambia shirika la habari la PBS News kwamba Iran haitaruhusu wakaguzi kuja ikiwa vikwazo vitarejeshwa. Iwapo wakaguzi kutoka shirika la kimataifa la nishati atomiki wataweza kufikia baadhi ya maeneo ya nyuklia, imekuwa sintofahamu tangu kampeni ya Marekani na Israel ya kulipua mabomu mwezi Juni, na muda wa siku 30 wa kurejesha vikwazo dhidi ya nchi hiyo ambayo ulikuwa umesitishwa tangu mwaka 2015 umetajwa kumalizika wikendi iliyopita, ripoti hiyo ilisema. Hata hivyo, inadaiwa kwamba kutokana na hayo yote, hizi ni hasira za Iran kutokana na vikwazo vinavyowekwa na watu wa Magharibi, na hivyo kutokana na vikwazo hivi Iran inatafuta njia ya kuweza kupambana na watu wa Magharibi kwa namna yoyote ile, ikiwa ni pamoja na kuyatumia makundi ya wapiganaji ambayo ni pamoja na Hizbullah, lakini pia Wahouthi wa Yemen na hata kundi la wapiganaji la Hamas la nchini Palestina katika eneo la ukanda wa Gaza. Tarehe 27 Septemba, wakati wa ziara yake nchini Lebanon, alihimiza umoja dhidi ya Israel. Alikuwa Lebanon kuadhimisha kumbukumbu ya kifo cha kiongozi wa Hizbullah Hassan Nasrallah na mrithi wake. Lengo la ziara ya Larijani lilikuwa ni kujenga upya Hizbullah polepole, huku ikiwa bado inashikilia usitishaji mapigano uliomaliza mzozo kati ya Israel na Hizbullah mwezi Novemba. Usitishaji huo wa mapigano ulionekana kuwa wa Lebanon. Serikali ya Lebanon ikijaribu kuwapokonya silaha Hizbullah, lakini kwa kweli haijafanya mengi hadi sasa. Hii ndio sababu ya Marekani kutoa karibia dola milioni 230. Larijani ametaka Hizbullah ichukue muda wake na anataka polepole kujenga upya sifa ya Iran katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni mpango ambao unaeleza kwamba Iran inatengeneza mazingira katika eneo la Mashariki ya Kati ya kuliunda upya kundi la wapiganaji la Hizbullah baada ya Marekani kutengeneza njia za kuweza kutengeneza ugomvi ndani ya taifa hilo, ambapo imetoa mamilioni ya dola kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taifa hilo linaingia katika mapambano kwa ajili tu ya kutengeneza mazingira ya kunyang'anywa silaha kwa kundi la wapiganaji la Hizbullah. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.